Yesu, tunakushukuru. Tunaenda kuangalia maandiko yako, lakini tumekiri hatuna nguvu, ila nguvu yote inatoka kwako. Na umesema uje mwanangu, nasi tumekuja kwako ili utujaze uwezo wako. Tunakushukuru maana hatuna kitu chema kutoka kwetu kudai neema, ila siri moja tumejua, tutaosha mavazi kwa damu. Ninaomba sasa kila moja ukampe uelewa wako, akapate kuelewa, lakini mwisho wa yote akapige hatua kiroho. Neema yako inatosha. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mwaweza mkarudi. Leo tuna somo linalosema kukabili dhoruba za maisha bila hofu. Nimesemaje? Kila mtu hapa katika maisha yake, kama akiambiwa asimulie mambo ambayo ameyapitia, tutaandika vitabu, tutajaza. Kila mmoja kuambia historia yake, alipotoka, mambo yalikuwaje, amefikaje hapo alipofika. Yaani tukisimulia hapa, nadhani makambi hayatatosha. Lakini sijawahi kusikia kuna mafunzo maalum ya kukabili dhoruba. Ila ukitazama kila mmoja ni kana kwamba kuna namna Mungu anamsaidia kutoka yeye mwenyewe. Lakini kuna wengine pia wanakwama kutoka. Nadhani ni wiki iliyopita mitandaoni imetrendi habari ya daktari mmoja, mtaalamu wa watoto kama sijakosea, kule Moshi, amejinyonga. Daktari anajinyonga. Lakini tena hiyo ni kama ndogo hivi ukitazama kwa haraka haraka. Kuna watu ambao tulitarajia wangetusaidia lakini wameshindwa kutusaidia. Nasema hivi, chuo kikuu cha Harvard ambacho kinashiriki katika tafiti nyingi duniani zenye nguvu zinazokubalika, mkuu wa kitengo cha afya ya akili alijiua. Mtazame jirani yako, mwambie umesikia hiyo? Yaani mkuu wa kitengo cha afya ya nini? Alijiua. Sasa kama mkuu wa kitengo cha afya ya akili anajiua, je, wewe si ndio utajikaanga kabisa? Hayo ndiyo maisha. Utajua ya kwamba kuna kitu cha ziada ambacho taaluma ya kawaida haiwezi kukipata mpaka ukipate kwa Yesu Kristo. Ndio tukawa na wimbo wetu unasema, miguuni pake Yesu maneno yake tamu, mahali palipo heri niwepo kila siku. Na tukasema pia ni mahali pa kuweka dhambi zangu, mahali pa pumziko. Utapata wapi pumziko kama sio miguuni pake Yesu? Maisha ya mwanadamu ni safari isiyoepukika ya kupishana na msimu wa furaha na msimu wa huzuni, msimu wa changamoto na msimu wa kupumzika. Dhoruba ingawa zinaweza kuonekana kama ni kikwazo cha kukusogeza kule unakofikiria kwenda, lakini leo nina sura mpya ya dhoruba. Dhoruba ni kitu ambacho ukijua kukitumia vizuri inakupeleka sehemu ambayo ni nzuri na yenye amani tele. Sisi hapa tulipo katika kijiji chetu hapa, kuna vitu ambavyo tukivisimulia ni mifano ambayo tunaitazama katika nchi za wenzetu, lakini tujifunze hivyo hivyo. Niwaulizeni swali, nani hapa amewahi kumuona tai live? Nikisema tai sina maana yule anayekula mizoga kule mbuga yetu, inaitwaje hii mbuga yetu hapa? Ruaha. Naongelea tai yule ambao wanamuita eagle, ambao ukiangalia kwenye nembo ya Marekani na baadhi ya maeneo ndio wanatumia kama nembo yao. Nani ambaye anasema mimi nimewahi kumuona uso kwa uso? Ila kwenye picha si tunamuona jamani. Hata kwenye maandiko yametajwa. Mungu anatumia mifano kama tai mara kadhaa kwenye Biblia. Akitaja kabisa anawaambia Waisraeli, niliwachukua kama tai, nikawabeba kama tai. Sasa tai ana mifano mingi inayopigwa. Kuna mingine ya uongo, kuna mingine ya ukweli. Lakini leo niwaambieni mmoja wapo ambao ni wa ukweli kabisa. Hii mingine ya uongo mimi nimeachana nayo. Wakati tai anapokuwa karibu na fukwe, kwenye maji, kwenye bahari, kuna kitu ambacho huwa kinatokea kwenye bahari mara nyingi sana, nacho kinaitwa dhoruba. Dhoruba ikitokea kwenye bahari ni upepo mkali ambao unaweza kunyanyua mpaka maji juu. Ndege karibia wote wanakimbia, lakini wanasema tai anajua kuitumia dhoruba. Kwa hiyo wakati upepo unapopiga mkali sana,
Wanasema tai anaenda sambamba na ule upepo, ile dhoruba. Kwa hiyo dhoruba inamsaidia kupanda juu zaidi, na wakati mwingine inamsaidia kukamata baadhi ya mawindo yake, kama samaki iwe kirushwa juu, yeye anakamata. Lakini mara nyingi upepo unavyoenda anautumia kupanda nao. Kwa lugha nyingine, anaweza kutumia upepo kwenda juu, kwa hiyo anapunguza nguvu za kwenda juu, upepo unamsaidia kwenda juu. Sema mchungaji, nimekuelewa. Sema sijakuelewa kama hujaelewa. Haya, kwa mfano hapa tulipo sasa hivi tunahitaji tuweze kubomoa haya mahema. Tumemaliza kazi yetu, tunahitaji tuyabomoe. Wakati tunajipanga kuyabomoa, pakatokea kimbunga. Sawa sawa? Kile kimbunga kikazoa mahema yetu yote, tukakuta vipande vya chuma, kimoja pale, kimoja pale, kimoja pale, kimoja pale. Lakini kile kimbunga hakijaleta madhara yoyote kwetu sisi. Kile kimbunga ni hasara au ni faida? Ni faida au ni hasara? Ni faida. Kwa nini ni faida? Kimesaidia kuwezua. Lakini je, kikianza kuwezua mapaa ya nyumba, ni hasara. Kwa hiyo wakati kwenye bahari pakipiga ule upepo mkali kabisa ambao unapiga maji yanapanda juu, vyombo vingine haviwezi kwenda, maana ni msukosuko mkubwa. Wanasema tai yeye kwake hiyo ni fursa, kwamba badala ya kutumia nguvu nyingi kupanda juu, ule upepo unamsukuma. Jifunze kutumia shida na changamoto kupanda. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Fungua kitabu cha Warumi sura ile ya 5. Warumi sura ya 5. Na hii nitatumia Kiswahili cha kisasa. Mchungaji utatusomea hapo Kiswahili cha kisasa. Tutaenda hatua kwa hatua, alafu kuna vitu tutaviangalia leo vitabadilisha mtazamo wako kabisa. Sura ya 5. Haya. Mchungaji umefika hapa? Nimefika. Haya, soma kuanzia huo mstari wa kwanza. Warumi sura ya 5 aya ya kwanza anasema, ndio. Sasa kwa vile tumefanywa kuwa waadilifu kwa imani. Jamani, naomba mnisikilize vizuri wote, mnatumia Kiswahili cha kizamani. Kwa leo tu acha kidogo, nataka tumsikilize mchungaji akisoma hapo, twende hatua kwa hatua. Kwa vile tumefanywa waadilifu kwa matendo yetu kwa imani. Naulizeni watu, kwa matendo yetu? Kwa matendo yetu mazuri? Kwa imani. Tumepewa haki hiyo na nani jamani? Na Yesu Kristo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Endelea mchungaji. Ndio. Basi tunayo amani naye Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nikuulize uliyeko hapa, Mungu ni adui yako tena baada ya hapo? Kwa yale maandiko yanayosema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, hilo fungu ni la kwako tena? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Tumehesabiwa haki ya nani? Ya Kristo Yesu. Kwa hilo fungu lipo, lakini sio la kwako. Hilo fungu lipo kwa wale ambao hawajampokea Yesu bado. Haleluya. Sisi tuliompokea Yesu, fungu letu lipo kwenye Warumi sura ya 5 fungu la ngapi? La kwanza. Tumehesabiwa haki kwa njia ya imani, tumefanywa waadilifu kwa imani. Kwa hiyo tuna amani na Mungu wetu. Kwa hiyo mambo ya kuanza kuwaza kwamba hivi Mungu ananionaje, achana nayo. Mungu anakuona kama anavyomuona Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Ayaendelea hapo mchungaji. Aya ya pili. Ndio. Kwa imani yetu. Kwa imani yetu yeye ametuleta katika hali hii ya neema ya Mungu. Ndio. Ambamo sasa tunaishi. Sikia. Wewe ulioko hapa sasa hivi hapo unaishi kwa neema. Haleluya. Unaishi kwa nini jamani? Neema ambayo unaishi sasa hivi hapa. Kupumua kwako ni neema. Kula chakula ni neema. Kukaa polipokaa ni neema. Kwa hiyo haki kwa imani imetuleta katika neema tunayosimama sasa hivi hapa. Kwa hiyo unaingia katika patakatifu pa Mungu ukimwomba uponyaji kwa neema, sio kwa matendo yako. Endelea kidogo mchungaji hapa. Aya ya 3. Naam. Si hayo tu. Sio hayo tu, bali tunafurahi pia katika taabu. Jamani, mmeisikia hiyo?
Hapana, bado hawajasikia. Hawajasikia. Rudia tena mchungaji. Bali tunafurahi pia katika taabu. Ishi hapo. Ni wangapi wakiingia kwenye taabu wanafanya sherehe? Ni wangapi ambao wanatoa ushuhuda hapa, anasimama, jamani na ushuhuda, alafu ukiambia haya chukua maiki utupe ushuhuda, unasema ninamshukuru Mungu maana nyanya zangu zote ziliungua. Tunafanya hayo? Mara nyingi tunatoa ushuhuda tukiwa kwenye neema tu ya mambo mazuri mazuri. Ndio maana hapa anakuambia huo uadilifu kwa njia ya imani umetuweka kwenye neema ambayo tunasimama sasa. Lakini anasema sio hayo tu, hata tukiingia kwenye dhiki tunafurahi pia. Na ni wachache ambao wana ujasiri wa kufurahia katika dhiki. Wengi wanalalamika, Mungu ona mimi nasoma lesoni kila siku, mbona amenikuta, anatoa zaka, mbona amenikuta, angalia naenda kanisani, mbona amenikuta. Nasema usije ukadhani ya kwamba kumpokea Yesu Kristo utakuwa unakula mema tu. Kuna wakati atakuruhusu kuingia kwenye dhiki, lakini ni upendo umekuruhusu uingie kwenye dhiki. Nilisema sitaki kukimbia sana, nahitaji tuweze kuelewana. Ni wangapi ambao wanasema mchungaji, hapo kwenye upendo kukuingiza kwenye dhiki sijaelewa? Wanyoshe mikono ili nirudie tena hapo kuelezea. Asante sana. Tunataka upendo utuingize kwenye kula vitu vizuri vizuri tu, kwenye sherehe, kwenye furaha, kwenye uponyaji, si ndio hivyo kwenye faida za biashara, kwenye kubarikiwa, upendo tupeleke hapo. Lakini kwenye dhiki hatutaki upendo tupeleke hapo. Haya, tuliza akili yako vizuri unisikilize. Baba mmoja alikuwa anaumwa ugonjwa wa moyo. Moyo wake ulikuwa una pampu kwa shida sana. Na mtaalamu mmoja wa masuala ya moyo akafika pale kwenye kile kijiji, akaona hali ya yule baba, akawaambia huyu anaweza akapona, lakini kifaa cha kumsababisha aweze kupona hatuna, ni mbali sana, mpaka tufike huko atakuwa ameshakufa. Dawa ni moja tu, mtu mmoja amfanyishe kitu au afanye kitu ambacho kitamkera huyu baba akasirike. Akasirika apate mshtuko, ule mshtuko utasaidia na maumivu, moyo utapampu vizuri, ataishi. Tuko sawa hapo? Sasa ni baba yako, utafanyaje? Kila mmoja anajua kitu ambacho kinamkera baba yake. Sasa kikao kikakacha familia. Dokta anawaambia haya, huyu mzee asisikie. Solution ni hilo tu. Wakawaza, wakasema namba 2, mkitaka pia aweze kupona, mtu mmoja amfanyie kitu ambacho kitamshtua ghafla, yani kitaleta mshtuko mkubwa, ile akishtuka ghafla ndiyo pona yake. Na yule baba ni mkali, kwa kila mtu anajipanga kwamba nani atafanya hicho kitendo. Kila anayegusa anasema kwa kweli kupona atapona, ila akipona huyu aliyefanya hicho kitendo kitaeleweka. Kwa mjadala ukawa ni mzito. Daktari anamwambia sina namna, ningekuwa na mashine ya kumshtua hapa ningemshtua sawa sawa, lakini kwa vile anasikia, anaelewa kinachoendelea, lazima mtu mmoja ajitoe. Na nyinyi ndio unaojua vitu gani vinamkera. Mtu mmoja akasema, samani kwa kutumia mfano, sina maana ninamaanisha vibaya, ni mfano tu natumia. Tumeelewana jamani? Mmoja akasema huyu baba katika kitu kinachomkera ni mtoto mchanga akilia. Sasa tufanyeje? Akasema sasa chukueni katoto kapelekeni pale mkafinye. Kwa hiyo katoto kakachukuliwa, wakati mzee amelala kitandani pale, mama akafinya katoto kifinyo cha mwaka, kakalia kilio kikuu. Baba akashtuka pale pale, mapigo ya moyo akaanza kupiga vizuri.
akapona. Niambie mgeni ambaye hajui chochote amuone yule mama akifinya kale katoto, atasemaje? Ni katili. Niambie huyu baba baada ya kuinuka akajua kwamba kale katoto kaliletwa pale kakafinywa makusudi, na wanamjua baba yao alivyo, lakini nia na madhumuni ilikuwa ni nini? Apone. Je, hicho kitendo ni ukatili au ni upendo? Kuna saa Mungu anakuingiza kwenye mazingira magumu, sio kwamba ni katili, ni upendo ili akuokoe. Ndio maana Mtume Paulo akasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Turudi kwenye Warumi sura ya 5 sasa, mchungaji tusomee hapo. Warumi sura ya 5. Tunaanza aya ya 4. Ndio. Tuanze ya 3 tulipoishia. Haya. Naam. Si hayo tu, bali tunafurahi pia katika taabu. Katika taabu. Tukijua kwamba taabu huleta saburi. Kumbe taabu inaleta nini? Saburi, ndio. Nayo saburi huleta uthabiti. Na uthabiti huleta tumaini. Ndio. Tumaini hilo haliwezi kutuhadaa. Ndio. Maana Mungu amekwisha mimina mioyoni mwetu upendo wake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sikia vizuri, Mungu amekwisha kumimina katika mioyo yetu upendo wake kwa njia ya Roho Mtakatifu, ndio aliyetujalia. Ishi hapo. Kuna watu niliwauliza maswali, na nyinyi niwaulizeni, ila huenda msinijibu, mtanijibu moyoni. Wangapi hapa mlipo sasa hivi hapa ni mume na mke na mwenzi wako yuko hapa kwenye ibada? Usinyoshe kama hayuko hapa. Kama yuko huko nyumbani wapi, sitaki. Asante sana. Haya, naanza na wanaume. Uliza swali. Ikatokea unafanyiwa operation na daktari akakwambia, bwana, nina upungufu wa manesi hapa, ila kuna mashine moja nahitaji ishikiliwe. Hiyo mashine ikiachiwa tu umeisha. Sasa wewe ndio uamue kati ya mkeo au mama yako, nani ashike hiyo mashine. Wanaume utachagua nani? Usinijibu. Sasa iko karibu ndoa za watu hapa sasa. Wanawake, dokta anakuambia hivi, anakuambia hii mashine ishikwe, lakini masharti, nipe mtu mmoja tu, mumeo au mama yako mzazi. Nani utamwambia ashike hiyo mashine? Mmenong'ona, nimewasikia Wanaume tu ndio hawakusema, ila nyie mmeshindwa kuvumilia. Jamani, mmesikia hiyo minong'ono hiyo? Mmesikia wenye mama. Kwa hiyo ndume huiamini, inaweza ikaachia mashine. Kazi ipo. Sasa umegundua kwamba maandiko yanaposema kwamba Mungu amemimina pendo lake kwa njia ya Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, ina maana ya kwamba akimimina ndani ya mioyo yetu kwa Roho wake Mtakatifu, tunamwamini Mungu na kuelewa anatupenda hata kama tunapitia machungu, kwa sababu unajua ya kwamba kumbe hata huku nakopitia aliona, na jinsi anavyonipenda hawezi kuruhusu bila sababu. Mungu atusaidie sana. Sasa hivi kuna changamoto kubwa ya msongo wa mawazo duniani. Msongo wa mawazo unapotokea, ina maana kwamba neno tu msongo maana yake ni vitu vingi vimewekwa katika sehemu hii moja. Kwa kuna vitu vingi viko hapo, vingi hapa. Tukiwapitia wote tukawauliza maswali, kuna vitu vingi viko akilini mwako, vingi sana. Na ukiangalia vitu vingi ambavyo vinatusonga ni vitu ukiviingiza kwenye grupu rahisi kabisa, bila kuweka kwenye mambo ya kisomi, sijui data analysis, sijui nini. Sisi Isimani hatuna mambo ya data analysis, hatutaki hivyo vitu, kwanza hatuvielewi ni msamiati gani. Urahisi uko hivi, kinachokupa msongo mkubwa ni vitu vilivyoko mbele. Mchungaji, sijakuelewa.
Kinachokusumbua kikubwa ni neno moja tu, itakuwaje. Tumeelewana? Kweli si kweli? Yaani ukiambiwa hebu weka neno moja tu ambalo linaelezea msongo, neno hili ni neno itakuwaje. Basi hili neno itakuwaje ndio limejumlisha madudu yote unayoyawaza. Itakuwaje? Hivi itakuwaje? Hata kama unasumbuliwa na kitu kilichopita huko nyuma, ni kwa sababu kina matokeo ya mbele. Ulichukua mkopo, madeni ya watu, itakuwaje? Si ndio hivyo? Mtoto anadaiwa ada, huna hela, jibu ni moja tu linakuja pale, itakuwaje. Ndio hiyo itakuwaje. Hiyo itakuwaje tukiambiwa tuiandike, ni tunaandika kitabu kizima. Itakuwaje? Itakuwaje ikiwa? Itakuwaje ikiwa? Itakuwaje ikiwa? Hiyo ndio imejaa. Sasa ikishaingia kwenye ubongo wetu jinsi ulivyo, ubongo ukiujua jinsi ulivyo unaofanya kazi, utaelewa ya kwamba kuna tofauti ya ubongo na akili. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au hujaelewa. Anasemaje? Hajaelewa. Kila mtu ana ubongo, ila wenye akili ni wachache. Jamani, si ndio hivyo jamani? Yaani kuna saa naona unatazama hivi, naye anafanya vitu gani huyu? Ana akili kweli huyu? Ila hatusemi ana ubongo kweli huyu. Maana ubongo anao, ila akili na akili zinapungua, ubongo haupungui. Na kama akili zinapungua, basi akili zinaongezwa. Haleluya! Akili zinaongezwa, mtu asikudanganye, zinaongezwa. Mimi nina kesi na vijana wazee, mimi wasihangaiki nao sana, wamefanya kazi zao vizuri, wamelea watoto wao, Mungu awabariki, tusiwaongezee matatizo. Hawa vijana ndio nina kesi nao hawa. Nawaambia ongezeni akili, ongezeni maarifa. Leo tu wakati nakuja hapo nikaona mtu fulani upande huu, nikaona kuna bwana mmoja anakamua anakatakata miwa. Kwa hiyo anamenya miwa pale, anamenya anakatakata, anauza. Sasa nikawa tu natazama hiyo kazi anayofanya ni nzuri, kwanza ni jasiri. Mimi nimependa mtu kama huyu ambaye hataki kuiba, anafanya kazi yake, anakula jasho la mikono yake. Lakini kawaza tu nikasema, hivi haya maganda ya miwa hatuwezi tukazalisha kitu? Yaani tunayatupa tu. Kwa mfano niongee na ndugu zangu wa mkoa wa Iringa. Ukichunguza vizuri kabisa, kwa akili nzuri kabisa, ulanzi una hasara kuliko faida. Naongea na watu au na binadamu? Kwani ni uongo? Si tuna ndugu zetu wanakunywa ulanzi, afya zao ukizitazama. Lakini Mungu aliumba ule mti. Ule mti tunauhitaji mwanzi, uliumbwa na nani? Na Mungu. Na ule mti una faida. Mkiona wenzetu wa mataifa ya Asia wanalima mwanzi kwa bidii yote, wanatengeneza hela kuliko hii hapa. Mwanzi unatengeneza vikombe, unatengeneza vijiko. Mkaa wake ni dawa. Mkaa wake unatengeneza dawa ya meno. Mkaa, majani. Kama una ardhi yote ambayo inamomonyoka, wewe panda tu huo mti ya pembeni, inafunga habari ya kumonyoka kabisa. Si ndio hivyo jamani? Unatengeneza vijiko. Ukija kwenye vikombe vyake ni vya gharama ya juu, kwa sababu watu wameshaanza kushtuka sasa hivi madhara ambayo tunayapata kwenye vikombe vya plastiki. Kikombe cha plastiki kile ambacho ndo vijijini tunatumia sana, kile kikombe kile, ukichukua ukiwekea chai, kwanza kabisa chai ya moto ile, kuna plastiki zinatoka ndogo sana, zinaingia kwenye kile kimiminika, iwe ni chai iwe ni nini, unakunywa. Kwa hiyo ukinywa, unakunywa hizo plastiki. Hizo plastiki ukinywa, zikiingia kwenye mwili wako, zinavuruga homoni.
vichocheo vya mwili vinavurugika. Vikivurugika sasa, mbona kama ngoja tu niseme nataka niongee lugha ya Cuba. Tuko sawa sawa maana tuko wote hapa. Yale maplastiki yanavyoingia humo kidogo kidogo yanavuruga vichocheo vya nini? Vya mwili. Kwa hiyo kwa sisi tabu kabisa. Ukija kwa kina mama nayo pia inavuruga. Tumeelewana sasa? Sasa niambie, ndio tunayo kila siku. Hata asubuhi hapa tumekunywa uji kwenye tena kikombe chekundu. Tena nyi wa kijijini mna nafuu sana kuliko wa mijini. Unafuu wenu unakuja kwa sababu angalau wewe utatumia hapo kwenye hicho kikombe, lakini ukitoka hapo umepiga angalau katunda kako ambako kanaondoa hizo sumu mwilini. Kwa mfano vito au hamvijui? Si unatafuna kama Big G wakati kule wanakula Big G yenye plastiki. Wewe huku umepiga vito alafu mambo yamekuwa vizuri. Na ile nyingine ile nani ile, kuna ile ambayo ni laini kidogo, ile inatoka kwenye mti mkubwa hivi. Nitajieni tu, nitawaambia ndio wenyewe naisema usio. Inakuwa na rangi kama kakiiva, kanakuwa na rangi kama ya kaki kidogo. Mnaita mitobo kule nitajieni matunda yenu yale ya kienyeji kabisa yale. Taja listi yote. Kuna nini? Nini? Mizambarao ni Kiswahili. Misada inafananaje? Inakuwa kama kahawia hivi. Kama kahawia. Kule ndani tunda lake linakuwaje? Hiyo. Nyingine? Bado kuna tunda lingine mjalisema. Mikusu. Huku kuna mifudu. Mtaniletea hiyo mifudu, maana ina kama Kiingereza food hivi. Mtaniletea na yenyewe nione inafananaje hiyo. Imeshakauka sasa hivi. Ni kwamba inakauka kwa sababu ya kukosa maji au sio msimu wake? Ina msimu wake. Vyote hivyo ukivila vinaondoa hizo sumu nini? Mwilini. Wakule mjini wakitoka hapa wamekula chips. Wakitoka hapo sio wamekula vitu gani? Alizeti yenyewe ndio hivyo tena, ikikangwa ndio inaongeza sumu tena. Mmoja amesema oho. Sikilizeni. Kiukweli kabisa, bibi babu yako, babu wa babu wa babu hakuwahi kula alizeti. Ndio. Hili ni zao limekuja. Habari ya asubuhi na ya mchana. Haya, tuache tutoke huko sasa jamani. Naona kama watu wameshtuka sana. Lakini angalau nataka kusema kwamba maisha ambayo mnaishi nyinyi yana unafuu kuliko ya wale wengine. Angalau utapunguza matatizo. Nilikuwa naongelea habari ya mianzi tu hii. Hii mianzi hii ambayo unaona kama ya kawaida kabisa. Hii mianzi ina faida kubwa sana kama tukijua kuitumia vizuri. Sisi kule kwetu milimani, sijajua kwenu, maana hii pia ni maeneo ya milimani, mtanisaidia vizuri. Sisi kule kwetu milimani tulikuwa na watu maalum ambao wanajua kuchonga vijiko vya miti. Sijui kama na huku mlikuwa na watu kama hao. Wako wapi siku hizi? Hakuna tena. Ndio maana misongo imekuwa ni mingi, maana mwili umevurugika. Mtu akiachwa na mchumba tu sumu. Wewe, kwani mlitoka naye tumbo moja? Si mmekutana shuleni? Unaondolewa duniani na mtoto wa mwenzako. Haya, sikia hii.
Ichukulie dhoruba au changamoto kama njia ya Mungu kukurudisha kwake. Haleluya. Kwamba kuna wakati katika maisha yako umeenda nje ya mstari. Binadamu yeyote aliyeko hapa, kama we ni mkweli mbele za Mungu, sisi huwa tunajisahau. Hasa maisha yakiwa mazuri, kuna saa tunakuwa na viburi, tafikiri wewe ndio ambaye umezalisha hiyo mali. Ndio maana Mungu anasema kwenye Torati, anasema kwamba usije ukasahau ya kwamba Mungu ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo kuna wakati tunatoka nje ya mstari kabisa. Mungu anatuona tumetoka nje ya mstari, tunaenda karibia na kwenye shimo kabisa kabisa, tunaenda kuanguka. Sasa badala ya kukuacha uanguke, inabidi akuchape na dhoruba au aruhusu dhoruba ili urudi kwenye mstari. Mungu atusaidie sana. Ukiona changamoto yoyote imekupata, badala ya kulaumu, mwambie Mungu, nifundishe, unahitaji nielekee wapi? Haleluya. Mbuzi mmoja alikuwa anaelekea kwenye mti ambao ni sumu wakati wanachunga vijana, na nyie huku ni wachungaji pia. Mtoto mmoja akajaribu kupiga kelele yule mbuzi, lakini alikuwa hasikii. Anaelekea kule, na wanajua huo mti ule mbuzi akila anakufa. Na bahati mbaya sana huo mti hauna dawa. Ni mti ambao wawindaji wanautumia kutengenezea ile sumu ya kwenye mshale. Sina huko pia mnayo ile miti. Basi kijana mmoja ambaye anajua kulenga shabaha akachukua jiwe, akarusha kwa yule mbuzi, akamkosa. Mbuzi akawa anaelekea kule kule. Akachukua jiwe lingine kubwa zaidi, akalirusha, likaenda likamgonga yule mbuzi kwenye jicho. Pap! Jicho likapasuka. Lakini yule mbuzi akarudi, anapiga kelele. Unajua vimbuzi vinavyolia. Anaenda kule kwenye kundi. Aliporudi nyumbani, mwenye mbuzi amekasirika sana. Kwa nini mmempasua jicho mbuzi wangu? Yule kijana mwenye shabaha ni hawa vijana ambao pia ni wapole, hata kujieleza hawawezi. Wakati anaulizwa maswali, mmoja tu sasa, huyu ndiye aliyempiga. Akasema, kwa nini unampiga mbuzi kiasi hiki? Akamshika yule mwenye mbuzi, sasa anamshika yule kijana, akaanza kumchapa. Kaja anamchapa, kuna mtu mzima ndiye akaja. Akamwambia, kwa nini unamchapa huyu? Asema, amepiga mbuzi wangu, amempasua. Asema, muache. Mimi nilikuwa juu ninarina asali, niliona tukio lote. Mbuzi alikuwa anaelekea kwenye ule mti ambao ni sumu. Wakajaribu kumzuia, ikashindikana. Huyu ndiye akapiga, aliyompiga yule mbuzi akatoka. Yule baba akatulesema, lakini wakati ameshampiga viboko karibia 6. Huyu mtu mzima anamwambia, sasa kipi kizuri, mbuzi angekufa au jicho ambao tunaweza kulitibu? Akasema, bora jicho. Yule baba ambaye anamchapa mtoto ni wa baba ambao huwa ni wagumu kuomba msamaha kwa watoto. Kwa hata kumwambia nisamehe akashindwa. Akamwambia, siku nyingine uwe makini useme ya kupiga. Lakini akatumia busara hii ambayo huenda ni nzuri kidogo. Akasema, haya, kaa pale. Mama fulani, mleteeni maziwa huyu anywe. Jamaa akapigwa jagi la maziwa, akanywa mwenyewe. Msongo au changamoto yoyote ambayo unaipata katika maisha, ikabili bila woga, ukijua Bwana yuko upande wako. Watu wengi tunashindwa kukabili, maana tunaanza kuwaza, hivi Mungu ananiwazaje? Mungu ananiwazaje? Mungu anakupenda. Akiliruhusu litokee, ana nia njema katika maisha yako. Mateso ni daraja, sio kaburi. Haleluya. Changamoto ni daraja, sio nini? Sio kaburi. Usione kama ndio unazikwa hapo, hapana. Story ya Ayubu ambayo tutaiangalia mchana vizuri wakati nikiingia sehemu ya pili ya hili somo. Story ya Ayubu, nakumbuka kwamba Ayubu, Biblia inasema kwamba baadaye mwisho wa Ayubu ulikuwa bora kuliko mwanzo wake. Ina maana kwamba Ayubu alijua namna ya kujibu wakati wa changamoto. Na story ya Ayubu tujifunze tu katika Biblia, tukisoma hivi tunajifunza, lakini yasikukute. Namuomba Mungu yasikukute. Yasikukute.
Ngoja niseme hili ninapokwenda kumalizia. Wengine mnafahamu history na wengine ambao wananitazama wanafahamu na kumfahamu mtu ambaye namsema. Nilikutana na mtu mmoja usiku wa manane katikati ya pori kubwa. Amesimama. Mimi nilikuwa niko speed karibia 100. Ilikuwa nadhani kama sijakosea, maana ni muda mrefu sana siwezi kukumbuka details zote, lakini nadhani ilikuwa kwenye speed 140 usiku. Na usiku nikikimbia hizo speed huwa napenda kutembea katikati ya barabara kama hakuna mtu, ili ikitokea dharura unaweza kutawala gari vizuri. Kwa hiyo nimewasha full light, naangalia kule mbele, naona mbali kabisa, nikaona mtu yuko katikati. Kwa mpaka najaribu kushusha, maana mawazo yangu ni kwamba nisiposhusha speed kweli kweli, nikaenda hata kama nina 110, nikamsogelea pale, akijaribu kuja upande wa pili wa barabara nitamgonga. Kwa lazima nishuke kabisa mpaka hata 30. Kwa wakati najaribu kushusha taratibu taratibu, mpaka breki zilipiga kelele kabisa, na honi zote napiga, yule mtu hana habari, yuko pale pale ametulia. Barabara hii ya Singida, kutoka Mwanza Singida. Nikapunguza, neema ya Mungu ikanisaidia, nikashuka mpaka takriban speed labda kwenye 30 mpaka namfikia pale alipo. Nimeshuka mpaka 30. Gari ikawa inaenda taratibu mno. Nikasogea yuko katikati ya barabara. Nikasogea mpaka pale alipo. Pap. Nikashusha kioo. Mara nyingi usiku mimi sipendi kusimama hata kama nione mtoto. Maana kuna saa wanategaga watoto barabarani ili ushuke. Lakini niliposikia amani moyoni, nikatulia, nikashuka taratibu, nikashusha kioo mpaka pale alipo, nikamsalimia, wala aniitiki. Una shida gani hapa, mbona uko barabarani? Wala haongei chochote. Nikaongea kwa sauti kubwa, na wewe. Maana sana nawaza mtu mwingine akija ambaye hajali. Kuna wale watu ambao wanaamini uchawi kwenye kila kitu. Ina maana kwamba atakapoona atajua ni kitu tu kimewekwa hapo, atafanya nini? Si wanasemaga hivyo, ugonga. Kumbe kweli umegonga mtu wa ukweli. Baada ya kuongea sana ndipo baadaye anasema nikamwambia unafanya nini hapa? Anaitika tu. Kuna nini? Anaitika tu. Nikaamua kushuka kwenye gari taratibu, nikamuingiza kwenye gari, maana ni pori kubwa sana. Hata kuna mwingine huwa nakutana naye hii njia ya ili pori letu la ukitoka Morogoro hapa. Kuna mbuga ya wanyama inaitwaje hapa? Mikumi hapo. Kuna mwingine pia nakutana naye, sio mara moja, nimekutana naye mara kadhaa naye pia. Naye nampangia ratiba. Huenda wengine wameshamuona huyo mtu pia. Pori ni katikati, unajiuliza mpaka hivi tembo akija. Basi huyu nikamchukua, amejifunga nguo zake tu vizuri, akaingia kwenye gari, nikafika kwenye kijiji jirani, nikatafuta washiriki wetu pale, nikamwambia kuna mtu nimemuona hivi na hivi. Mmoja akaja akamtazama, anasema huyu kama namfahamu. Akajaribu kupigia mtu mwingine. Basi mwisho nikaona dawa tu hapa ni kuripoti polisi. Nikaripoti polisi. Polisi nikamwambia lakini naondoka naye kwa sababu namuona kama ana shida ya afya ya akili, nahitaji kumpeleka hospitali. Nikampeleka hospitali ya wataalamu wa afya ya akili kule Dodoma. Wakamhudumia. Baada ya muda nikawa nafuatilia, baadaye akawa yuko vizuri. Tukaanza kutafuta ndugu zake. Lakini ameshakuwa vizuri, anatumia dawa. Basi akasimuliwa kuna mtu alikuleta, hata hakumbuki ni nani. Nilipokuja pale nikajitambulisha ni mimi, na yeye hata hanifahamu, lakini historia yake ndio leo nigusa. Amepitia magumu kwenye familia. Manyanyaso ya ndoa, manyanyaso ya wakwe, manyanyaso ya watu wa karibu, amepoteza vitu vingi. Yaani historia yake ilikuwa inauma. Kwa hiyo siku ile alikuwa ametembea hata hajui anaenda wapi, ila anasema anakumbuka tu kwamba aliamua kutembea, kwamba kama ni mnyama atamuua sawa, kama ni gari litamgonga sawa. Maisha alikuwa amefika mwisho. Lakini namshukuru Mungu, yuko vizuri. Haleluya. Ukimuona mtu anaongea mwenyewe barabarani usimcheke. Ana vikao akilini, wajumbe hawafiki hitimisho. Wanagombana hapo kichwani kabisa. Mimi leo nataka nikwambie hivi. Kuwepo duniani ukiwa umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
hakukupi uhakika ya kwamba hutapitia changamoto, ila unapata uhakika ya kwamba msaada utakuja kwa wakati. Anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kitabu cha Yohana ndio fungu letu la mwisho kwa sehemu yetu ya kwanza, alafu taingia sehemu ya pili hapo jioni. Isaya samani ni Isaya 41 fungu la 10. Mchungaji, unaweza ukanisomea kwenye Kiswahili cha kisasa? Isaya 41 fungu la 10. Alafu tukija jioni kwenye somo letu la jioni, tutaanza kuangalia mbinu za kukabiliana na mateso na changamoto. Yakikukuta ufanyeje, mbinu zake tunaanza kuzichambua kwenye somo la jioni. Soma hapo mchungaji, anasemaje? Isaya sura ya 41 aya 10. Ndio. Nasema basi usiogope. Rudia tena. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Haleluya. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Ndio. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Haleluya. Hebu naomba msimame. Mchungaji, naomba uje hapa mbele na Biblia yako. Njoo tu hapa mbele. Naomba na nyie wote mje hapa mbele. Kundi moja liwe mkono wangu wa kushoto, kundi lingine mkono wangu wa kulia. Sogeni hapa mbele watu wote. Nataka tuongee kwa ukaribu kama marafiki. Mzingatie tu mkono wa kulia na wa kushoto. Mkishafika hapa mbele wote, ndipo nitasema kile ambacho nimekusudia kusema. Mimi sijui unapitia nini katika maisha yako, lakini hili andiko ambalo mchungaji analisoma sasa hivi ni kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Hili andiko ni kwa ajili yako. Zingatieni kulia kwangu na kushoto kwangu, sio mbele yangu. Haya, hapo imetosha kabisa mlipo. Haya, mchungaji, nataka urudie hilo somo tena. Soma hilo andiko. Ili andiko nataka ulifanye kuwa lako. Haleluya. Usilifanye kwamba ni la Isaya, lifanye kuwa la kwako. Ni Mungu anakusemesha sasa. Rudia mchungaji hapo. Ndio. Ni Isaya 41 aya 10. Anasema ndio. Basi usiogope, mimi ni pamoja nao. Haleluya. Ni Mungu anakuambia. Ndio. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Ndio. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Nitakulinda. Nitafanya nini jamani? Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Kwa mkono wangu wa nini? Wa ushindi. Fumba macho yako na kuachia dakika moja. Mwambie Mungu kile ambacho kinakutia hofu. Isikie sauti yake Mungu anavyokuambia. Isikie ile sauti ya Mungu akikwambia, nitakushika kwa mkono wangu wa ushindi. Usifadhaike. Usiogope. Mimi sijui unapitia uzoefu gani, lakini isikie ile sauti ikikusemesha. Endelea kufumba macho yako huku unaongea na Mungu ndani ya moyo wako. Wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television, kila mmoja na changamoto ambayo anaipitia, fanya kama vile uko hapa na sisi. Wengine nimeona message zenu mkiwa mnatuma hapo kwenye YouTube. Mungu anaona. Mungu anaona. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha
ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Baba, tumeleta haja zetu katika mikono yako. Tumeangalia tu sehemu ya kwanza ya somo hili, namna ya kukabili hizi changamoto. Tutaangalia kwa kina, tutaziangalia mchana ukituambia mbinu mpya. Lakini kwa awamu ya kwanza umetuonyesha ya kwamba hutatuacha. Umetuambia ya kwamba katikati ya changamoto utatushika mkono. Umetuambia tusiogope, kwa sababu tayari kuna hofu imeingia ndani. Tunaogopa tukiangalia nini kitatokea kesho. Tunaogopa tukianza kuangalia changamoto ambazo zimetuzunguka. Lakini leo kupitia somo hili umetuamsha tena, ukisema mwanangu usiogope. Mwanangu usiogope, maana niko pamoja nawe. Kuna mtu hapa amepatwa na mfadhaiko wa akili, amepatwa na mfadhaiko wa maisha, akaisikie sauti hii ikisema, nitakushika kwa mkono wangu wa ushindi. Ninakushukuru maana Mungu wetu una mkono wa ushindi, na kupitia Kristo Yesu tayari umeshinda vita zote. Pale msalabani ushindi umepatikana. Nami nakusihi sasa, yeyote ambaye amepata madhara ya msongo wa mawazo, mpatie uponyaji. Yeyote ambaye amepitia uchungu wowote ukaathiri afya yake, mponye sasa. Ninakutukuza maana we ni Mungu. Asante maana unakwenda kufungua watoto wako katika vifungo vya magonjwa na dhiki. Asante maana unakwenda kuwafungua watoto wako kwenye vifungo vya changamoto za kiuchumi. Lakini umetuambia tufurahi katika dhiki pia. Kuna wakati tulipopitia changamoto tulitamka maneno mazito, hata tukasema ya kwamba mbona yametupata haya. Kumbe ulikuwa na madhumuni mema. Asante maana unatuunda upya. Asante maana unatutengeneza. Utabaki kuwa Mungu. Ninakutukuza maana unakwenda kututendea kuliko tulivyotarajia. Neema yako inatosha. Kila mmoja aondoke na ujasiri, kila mmoja aondoke na faraja, kila mmoja aondoke na nguvu, kila mmoja aondoke na amani ipitayo fahamu za kibinadamu. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana. Mnaweza mkaenda kukaa.